Hakuna mwalimu ovyo. Naam. Hakuna mwalimu ovyo. Mwalimu ana majukumu. Wewe ndio mzazi muovyo. Kwa sababu gani? Kwa sababu humfikirii yeye ule mwalimu, wajibu wake yeye kama mwalimu atakaishi. Ukiniambia 1 hour mimi nilipe hiyo madrasa fee, itakuwa ni pesa ngapi ukifikiria wewe mwenyewe kwa upande wako? Ukiniambia nilipe ile fees 1 hour kila siku. 1 hour kila siku. Mimi mwenyewe nimetukuliwa mahala ambapo kwamba kwenda kuposa, na swala kama hili tuliloingia, swala la kwanza tuliulizwa kwamba huyu bwana yuwafanya kazi gani, na sisi hatukufita tukasema kwamba huyu bwana ni mwalimu wa madrasa. Jawabu tuliopewa, tuliambiwa endeni kisha tutawajibu, lakini jawabu ambapo kwamba ilipokuja baadaye tulipigwa chenga, lakini tukajua kwamba ule lango tuliokwenda hawamtaki mwalimu wa madrasa, kwa jua mwalimu wa madrasa ni mtu ambaye kwamba kipato chake kiko chini kabisa. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mpenzi mtazamaji wa TV ya Halal Charity TV, karibu ndani ya kipindi chetu kwa makala haya ya leo, tukiwa ndani ya Buli la Kahawa. Swali ambalo tutakuwa tunaliongelea swala la leo mbele ya wazee hawa, waweza kutusaidia kupatia maoni kuhusu jambo muhimu ambalo linaendelea katika society yetu ama jamii yetu, na swala lenyewe ni hadhi ya mwalimu wa madrasa. Hii leo ndani ya Buli hili la Kahawa ndani ya Mombasa, area ya Fort Jesus, tutapata maoni mbalimbali kulingana na swala hili, na vile vile tutaangazia mambo gani ambayo tutafanya sisi kama Waislamu na sisi kama jamii kuweza kuiregesha hadhi ya mwalimu wa madrasa. Karibuni sana wazee, tunashukuru sana kwa kutupatia nafasi kama hii ya kuweza kuwahoji ama kuungana na nyinyi katika kipindi chetu. Hiyo kwa sasa mimi ni mtafiti na mhadhiri katika chuo kikuu cha Freie University Berlin kule Germany. Swali lako ni swali muhimu. Naam. Lakini si swali rahisi. Kweli kabisa. Kwa sababu lina historia ndefu mpaka hali hii iliyofika ya walimu zetu wa madrasa, na ni masikitiko makubwa hakika, lakini matatizo yako sehemu nyingi. Naam. Sehemu ya msingi ni sisi wenyewe Waislamu tumechangia hali ya walimu ilipofika. Kwa sababu gani? Kwa sababu kihistoria, ukiangalia historia ya mwambao kwa jumla, karne ya 20 mwanzo 18 urudi nyuma 17 16, masomo ya dini yalikuwa yakiendelea huko kama kawaida, lakini kulikuwa na mfumo tofauti, mfumo unaojulikana kama wa halaka. Naam. Watu wakisomeshana misikitini na wakienda nyumbani kwa mashehe kusoma vile vile. Kulikuwa hakuna madrasa. Neno madrasa lilikuwa hakuna. Sasa wale walimu walikuwa wakisurvive vipi? Wale walikuwa ni mashehe, ni ulama, lakini pia wana kazi za kando. Utakuta wengine walikuwa ni matabibu, wengine ni wafanyabiashara, wengine ni washonaji nguo kadhalika. Kwa hiyo walikuwa wakisomesha misikitini na majumbani kwao, wakati mwingine wakifanya kazi ili kupata riziki. Kwa sababu ile kusomesha ilikuwa si kazi yao, yani ya kipato. Ile ilikuwa ni calling. Chembele cha wazungu wanavyosema, unaona. So ilivyokuja mabadiliko, haswa walivyokuja British administration, ile colonial British administration, wakaanza kubadilisha system za education, waka introduce secular education, ambapo sasa ikawa ni challenge kwa wakazi wengi wa Mombasa. Ni tarehe ndefu, sitaki kwenda sana kwa sababu nitachukua muda mrefu na ikatakata sana. Sasa ikawa ni challenge kubwa kwa Islam, kwa sababu watoto wengi wakawa sasa waenda skuli kwa kuvutiwa na masomo ya kiskuli, na kwa sababu ukimaliza skuli utapata certificate, utapata kazi, utapata ajira nzuri kadhalika. Na haya yalifanywa kwa maksudi. Unaona, sasa tatizo kubwa ni kwamba sisi tulishindwa kulikabili hili tatizo. Ingawaje kuna baadhi ya mashehe, mimi na wengine huwaita reformers, kwa mfano Sheikh Alamin Mazrui, huyu ni mmoja wa reformers, alikuja na idea hii integration tofauti na hii yetu ya sasa, lakini alitaka kwamba watoto wa Kiislamu wasomeshwe katika mazingira ya Kiislamu. Ndio madrasa zikaanzishwa. Madrasa ya kwanza kuanzishwa hapa Mombasa, bali Kenya nzima, ni Madrasatul Falah 1932. Sheikh Muhammad al-Ghazali akaanzisha madrasa yake 1936 1937 hapo. Shaona. Kutokea mambo mingi. Kwa hivyo sisi tulishindwa kulikabili tatizo na lile wimbi la secular education. Sasa ikawa walimu wetu wa madrasa hawana training ya kupata certification ya kuwa walimu rasmi. Kwa madrasa za chipuka hakuna mfumo wa kuwadhibiti wale walimu, kwa train, kwa certify,
yani zile controls za kuweza kuhakikisha kwamba yale masomo ya madrasa ni organized. Shaona. So ikawa sasa hakuna usimamizi, kila mtu akitaka kufungua madrasa yafungua. Shaona, hakuna udhibiti. Tatizo likaanzia hapo. Sasa ikawa na kisha walimu wamekosa wenyewe kutaka kujituma kufanya mambo mengine, wategemea fees za madrasa. Na kama tunavyofahamu sisi wazazi na Waislamu ni binadamu, tuna tamaa kwamba sisi tunatarajia wale watoto wetu baadaye wawe na kipato kizuri, wawe na kazi nzuri. Kwa hivyo madrasa peke yake haitoshi. Hata ukiangalia huu mfumo wa integration sasa hivi tuliokabili sisi una matatizo makubwa pia. Unaona? Kwa sababu hizi integration kuna aina mbili. Kuna indimaj hii ambayo yatumika integration, na kuna muadala system nyingine. Sisi tukaikumbatia hii indimaj bila kuitwali, bila kuisoma na bila kuifahamu. So hata zile madrasa za integration utaona sahihi ni CBC, lakini wakati wa 844 ilikuwa ukifika class 8 masomo ya madrasa yatupwa kwa sababu hayafanywi mtihani wa kitaifa. Ingia second. Ushaona? Kwa hivyo ule mwanafunzi atakisoma akifika class 8 huwa hana hamu sana na madrasa. Kwa sababu wajua KCPE hakuna masomo ya madrasa. Kwa hivyo kadhalika. So la msingi matatizo tunayo na walimu wenyewe matatizo wanayo lakini hakuna usimamizi. Sasa ushauri kutaka hao walimu wa madrasa nao watambulike, ni lazima kuwe na mpango wa kuwafundisha life skills hao walimu wa madrasa. Yani wafanywe training ya kazi za mbadala. Kwa mfano mwalimu akiwa yeye wasomesha madrasa lakini ana shughuli nyingine yafanye. Kwa sababu itakavyokuwa hata tukapiga kelele vipi, fees za madrasa hazitowatosha walimu na wataendelea kudharauliwa. Lakini kama mwalimu yani yeye ana ujuzi wa taaluma fulani, kwa mfano tu ndogo, sisemi hivyo, lakini kwa mfano mwalimu wa electrician, kwa mfano ana kazi yake ya electrician na ana wakati maalum ya kufundisha madrasa. Kwa hivyo hategemei pato za madrasa. Kwa hivyo hatodhalilika kungojea fees. Naam. Fees za madrasa na za shule huwa ni tofauti kubwa. Huwezi kulinganisha na huwezi kulazimisha wazazi walipe kama wanavyolipa shule, kwa sababu sisi sasa hivi tumejengwa katika akili zetu, yani we are very materialistic. Naam. Shaona. Sisi tunataka kupata tu ule mtoto amlea, wewe uko tayari kulipa 30,000 40,000, lakini unajua akimaliza skuli atapata certificate, ataenda shule nzuri, atakwenda university. Sasa madrasa umempangia vipi? Sasa lipa 30,000 madrasa, alafu inakuwaje? Kwa hivyo lazima tuzingatie ile ghariza ya kibinadamu, yani zile instincts, tusilaumiane peke yake. Zile instincts za kibinadamu lazima tuzingatie. Shaona, huwezi kulazimisha wazazi walipe fees za madrasa kwa sababu end product ya madrasa ndiyo utakuwa shekhe, itakufaa dunia na akhira, ndiyo ni kweli, lakini hizi ni assumptions, unaona. So ni lazima sisi tuwe na mikakati kuwakuza wale walimu wa madrasa, tuwafundishe waende training ya life skills. Mwalimu aweza kuwa coach wa mpira, mwalimu aweza kuwa coach wa swimming, mwalimu aweza kuwa plumber, aweza kuwa mambo mengi. Ile madrasa hiyo ni calling kwake, hategemei maisha. Kama mwalimu wa madrasa atategemea fees za madrasa ndio maisha, atadhalilika kila siku. Haya ndio maoni yangu. Shukrani sana kwa maongezi yako haya. Ingine Sheikh, changie katika swala hili inshallah. Jina ala. Kwa majina naitwa Hamid Abdulrahman Abdul Samad. Naam. Hakika wallahi tatizo kubwa ni sisi hasa upande wa masomo sisi. Naam. Ukiangalia hatuna institution ambao tunaweza kuweka watoto wetu wakasoma. Kama leo mimi ni Sunni lakini watoto wangu wakija wasoma kwenye skuli ya Kishia, ni boarding school ambayo ipo Shariani. Hawafuati yani menendo ya Kishia, ni ile kufuata ile education ya skuli, lakini the school is being funded by the Shias. Ukiangalia misingi yao, wanavyopanga mambo yao, wanapanga mambo yao vizuri sana. Hata kuna watoto kutoka Kakamega, kutoka kila pande za nchi waenda kusoma hapa, na si lazima uwe Shia, lakini nimependa yale misingi yao wanavyofanya. Sasa kama leo hapa sisi Mombasa nzima hakuna skuli ambao been funded na masomo, kusema na kweli, ambao ni jambo la kusikitisha sana. Ukiangalia sisi ni umati mkubwa sana kukompea na hawa Mashia, kukompea na Mabohora. Hata uangalie Mabohora leo wana skuli yao. Naam, kweli. Mashia hapa wana skuli ngapi? Kuna Jeffrey ambao ni skuli moja nzuri sana.
hawa wana Sayyidna Fatma ambao ni skuli moja nzuri sana na ni madrasa kabisa. Hapa chini wana msikiti wao hawa Mabohora. Hapa chini wana na utaona harakati zao siku akija shekhe wao. Unanifahamu? Sasa kuna umoja pia. Kuna umoja. Sasa shida sisi sana ni umoja hatuna upande wa masunni. Na kama alivyosema shekhe huyu Hassan lecturer wetu dokta asema kwamba ukiangalia mwalimu, mimi kwa sijafikiria hiyo. Mwalimu wewe expect ile particle la school na madrasa ambao leo madrasa, mimi mtoto wangu wa kiume yotoka jioni skuli yuenda madrasa kuanzia saa maghrib mpaka isha ambao ni 1 hour. Hata justifiable ukiniambia 1 hour mimi nilipe hiyo madrasa fee itakuwa ni pesa ngapi ukifikiria wewe mwenyewe kwa upande wako? Ukiniambia nilipe ile fees 1 hour kila siku. 1 hour kila siku. Ushanifahamu? Ambapo skuli tuwalipa kweli 30,000 lakini it's a whole month, na ukiangalia ni kuanzia saa 1 asubuhi mpaka saa 10 jioni. Mtoto ana program, ashatoka saa hizi atakwenda kucheza mpira kidogo, ikifika maghrib ajisafisha, aswali, aingie madrasa. Kwa hivyo kuna kipimo cha ule wakati mtoto anashinda pale shule. Wakati pia ukiangalia ni mchache sana kwenye madrasa. Na kama siku ambao skuli ziko ni usiku, sisi tuwafanya na wengine hata hawafanyi usiku. Ni mpaka Jumamosi na Jumapili. Tuseme kwa ufupi, hali duni ambao hawa walimu wako nayo ni kujitakia wao wenyewe kwa mtazamo wao. They expect us to help, lakini we have got a lot of things to do. At the end of the day, tuna nyumba za kulipa, kuna kazi za kulipa, kuna wafanyakazi wa kulipa, kuna maskuli ya kulipa. Maisha yenyewe pia haya. Daily survival is not easy. Karibishe Sheikh, karibu na mimi hapa mzee. Inshallah tupatie maoni au tueleze hizi hali duni ambazo hawa walimu madarasa wanazipitia. Mzee amesema hapa kuwa wamejitakia wenyewe hiyo hali kwa kuwa hawaja advance kwa mwingine, wametegemea tu zile pesa za madarasa pekee yake. Kwa kuna maoni gani kuhusu jambo kama hilo? Naam, asalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaykum salaam. Kwa jina naitwa Rashid Muhammad Zahran. Naam. Na mimi ni mkazi wa Old Town. Na kwa maoni yangu nafikiri wote wazungumzaji wawili wamezungumza nukta tofauti ambazo ziko sawa kwa mtazamo wao, na wakati ule pia tunaweza kuziangalia na kuzifahamu kwa kina yani. Kama ule al-akh aliyezungumza mwanzo, mashallah amezungumza vizuri kuhusiana na zamani wa mashekh ama walimu wa madaris walikuwa wakifanya vipi. Ametufungulia kidogo kuona zamani ilikuwa vipi na sasa iko vipi. Kwa hivyo zamani tumeona kuwa wasomi wengi na mashekhe wengi walikuwa wao wenyewe wakitahammali kazi zao wenyewe binafsi, alafu wakifungua halaka majumbani mwao au misikitini wakifundisha watu. Njia hiyo ya ufundishaji ilifana kwa wakati ule kwa sababu population ilikuwa ni ndogo na wasomi walikuwa sio wengi, kwa hivyo walikuwa waweza kubeba kufanya vile. Huwezi interpose that today kwa sababu leo watu ni wengi, watoto ni wengi, hawawezi kufungua kihalika cha watu 10 kikatosheleza pengine kwa tahitaji mwalimu afundishe watoto 100. So it cannot work out. Kwa hivyo kwa uwezo wa kadri yao walikuwa wakifanya. Wengine tutasikia walikuwa toa pesa zao wenyewe, wakilipa wazee, wakiwanunulia watoto vitabu, wakifanya nini ili watoto waje wasomeshwe, kwa sababu they could at that time. Kwa uwezo wao na nguvu zao walikuwa wanaweza kufanya vile. Lakini leo it cannot work out. It cannot work out. Kwa sababu gani? Kwa sababu system zimebadilika. Na akagusia kitu kingine akasema ikibadilika wakati walipokuja Waingereza na kuweka institutions za kufundisha watu, well organized institutions ambazo kwamba zilikuwa zikichukua pesa na zikifundisha watoto kwa njia ambayo ni ya sawa sawa. So ikawa lazima sisi itakapokuwa vovote lazima tuige, tufanye. Na akamtaja Sheikh Alamin bin Ali al-Mazrui katika harakati zake za kuendeleza system kama hiyo, kukafunguliwa Al-Falah madrasa ambapo kwamba ilikuwa inafuata model ile ya kizungu lakini katika kufundishia dini. So I think hapa ndio mahali ambapo kwamba labda tumechelea ama labda tumeghafilika napo, kwa sababu kama umma ingekuwa imetia nguvu katika institution kama ile na kama zile zikawa institution ile imeweza kuwa replicated katika miji mengine na zikawa zenye kuendelea, basi sisi leo pia tusingekuwa tuzungumza maneno kama haya, kwa maana ingekuwa ile institution ingefanya kazi
walimu wangeweza kuingia pale kufundisha, ikaonekana njia ya kuweza kukusanya zile pesa za kuweza kuwalipa walimu, kusimamia ile madrasa na kufanya yani systematically kama zile skuli zilizokuwa wakati ule. So zika compete. Niulize ukatize kidogo. Na je, kuhusu swala la kuwa walimu madrasa toka watu kukulia, mtu amekulia naona mwalimu madrasa ni mwalimu yani semi ovyo. Hiyo je haichangii katika Hakuna mwalimu ovyo. Naam. Hakuna mwalimu ovyo. Mwalimu ana majukumu. Ana majukumu ambayo kwamba lazima ayatekeleze. Huwezi kumwita mwalimu ovyo wakati hana pesa za kula, hana pesa za kulisha watoto wake, hana pesa za kusomesha watoto wake, hana pesa za kulipa nyumba. Utamwita vipi mwalimu ovyo? Wewe ndio mzazi muovyo. Kwa sababu gani? Kwa sababu humfikirii yeye ule mwalimu wajibu wake yeye kama mwalimu atakaishi vipi. Unafahamu Ikiwa mzazi atakuwa responsible juu ya mwalimu, basi mwalimu hawezi kuwa ovyo. Ule mwalimu hawezi kuwa atasahau kuja kufundisha watoto ama hana bidii kufundisha watoto ikiwa wamlipa vizuri, ikiwa maslahi yake yeye yapatikana pale madrasa. Sio kama utafahamiana. Ikiwa yeye alipwa vizuri, aweza kulipa nyumba yake, aweza kusomesha watoto wake, aweza kulisha jamii yake, vipi atakuwa mwalimu ovyo? Hata ile moyo kufundisha atakuwa nayo. Lakini mwalimu atakuwa ovyo ikiwa wewe humlipi. Sasa mwalimu anakuja kufundisha asubuhi, lakini akipata mtu amempigia simu, bwana kuna kazi fulani, atatoka atakwenda kutafuta riziki kule, kwa sababu wale watoto hawampi riziki. So challenge iko kwa wale walimu hawalipwi vile inavyotakikana, na kusema ati turudi kama vile zamani. Ya mfano mimi nafanya kazi na wewe wafanya kazi, basi wewe ufanye kazi jioni ufungue madrasa, haitawezekana kwa sababu hutokuwa na hiyo time. Wao unchoka kutoka asubuhi afanya kazi, alafu jioni uje ufanye dawa ya bure, itawezekana vipi? It is impossible. Yani we are talking something which is impossible. So what is possible? What is possible ni kuwa watu wawajibike. Kuwajibika ni kwa kama vile unavyowajibika juu ya mtoto wako kulipa 30,000 skuli, uwajibike vile vile ulipo 20,000, 30,000 mtoto wako madrasa. What's the big deal? Ikiwa huwezi, it means wewe ndio weak, lakini walimu wako wanaweza kufanya kazi hiyo. Unafahamu? Kwa hivyo tuangalie vipi tutaweza ku create institutions ambazo kwamba institutions zile zitawajibika kuweza kutekeleza wajibu wa kufundisha watoto na at the same time kuchukua pesa ambazo kwamba zitaweza kuwakidhia haja zao wale walimu. Na kuongezea tu pointi moja ambayo ni muhimu zaidi, Waislamu lazima waitafakari, kwa sababu hii tatizo hili liko huku kwetu Afrika Mashariki. Tatizo hili haliko Arabuni, tatizo hili haliko Saudia, tatizo hili haliko Uingereza, haliko London, Denmark. Hakuna tatizo hili. Kwa sababu gani? Kwa sababu institutions zao kule zafanya kazi. Tatizo liko hapa. Kwa nini? Kwa sababu hakukuwa na dola ya Kiislamu huku ambapo kwamba imetekeleza wajibu wake. Kwanza utakaojue masala ya elimu ya dini kwa watoto ni jukumu la dola ya Kiislamu. The responsibility of the Islamic State to take care of the education of its people. Shafahamu ndio maana wakati ule walimu walikuwa kilipwa na serikali. Walimu hategemei wazazi walipe pesa za wazazi, hata serikali ilikuwa ikiwalipa, ikiwasimamia mambo yao yote. Kwa hivyo wao wakifundisha wanafundisha kwa bidii kama amri kutoka kwa nini? Kutoka kwa serikali. Mfano the same thing applies here. School hizi institutions zetu, government schools, wanalipwa na nani? Wanalipwa na serikali. Serikali wameangalia the salary ambayo kwamba huyu mwalimu itamfaa, wamemwekea, wanamlipa. Yeye hategemei walimu watoto walipe, kwa sababu directly salary yake kutoka kwa serikali. The same thing applies. Islamic State ikisimama kama dola, hiyo ndio inachukua wajibu wa kuwalipa walimu na kuangalia mambo yao. Sasa hatari kubwa ambayo tuko nao sisi leo, tuko kwenye serikali ya Kiislamu. Walimu atasomeshwa na nani? Hii responsibility ya kusomesha walimu ataichukua nani? Haiwezi, ngumu sana. Ngumu, si ndio? So it means sasa responsibility ya watoto kusomeshwa iko kwa nani? Kwa wazazi. Kwa wazazi peke yake. Yes. Na wazazi hawajawajibika. Na hawajawajibika kwa sababu gani? There's another issue. Hawajawajibika kwa sababu hawana kazi, hawana nguvu za kiuchumi, wale matajiri hawasaidii, hawafungui makazi kwa watu. Kwa hivyo it's a merry go round. Responsibility ya society katika kusaidia ku create jobs na salaries of people iko low. Na wazee ambao kwamba watu ambao kwamba wanapata mishahara ni kidogo, waona afadhali ya privilege kama alivyosema la privilege school, kwa sababu mtoto akitoka atapata kazi, kuliko ku privilege masomo ya kidini, kwa sababu akitoka masomo ya kidini hatokule kusomesha watu al-Fatiha. Naam.
Al-Fatiha inamsaidia yeye, lakini si kufundisha kupata riziki yake. Yes, so mimi nimegusia nafikiri mambo matatu. Kwanza ni masala ya contrast ya wakati wa wazee wa zamani na sasa, contrast ya parents kutowajibika na tatizo la kidola ambalo kwamba sisi kama Waislamu tumekosa, na hilo pia limechangia katika kuzorota katika masala ya elimu katika jamii. Assalamu alaykum. Waalaikum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Hayo ni maoni makubwa sana. Twende kwa Dugeti. Mage sana kilio kikubwa cha Yusuf ni kwa walimu madrasa wanahisi kama wanadharaulika. Kweli. Hawapewi ile hadhi yao kwa hakika. Na hayo tuyasikia kila siku. Misikitini mashekh wanazungumza, hakuja kuwa na mikakati ya kuwafanya wale walimu wakawa wame feel kwa yani wako comfortable na ile kazi wanaoifanya. Ndio kaona maskini always wanatafuta kila njia za kupata kipato ambacho cha kuweza kuhudumu jamii yao. Sasa hivi karibuni tuliposikia Shakusi, sijui kama nyinyi pia mshasikia mabibi, na mikakati ya kiserikali ambayo itaingia ya kwamba yani walimu wa madrasa watatambuliwa na serikali sasa. Aidha ni county ama ni national. Hata Rais Ruto pia alizungumza hivi kama vile wa shule alipokuwa waziri. Hiyo wallahi mimi na support sana, kwa sababu ni kitu ambacho kwamba atakuwa mwalimu ana uhakika anapata mshahara, hana kutafuta kule wala huku. Ikifika mwisho wa mwezi anakuwa na payslip yake kama staff mwingine yoyote katika serikali ya county ama serikali ya national. Wallahi nimelifurahia jambo kama hilo sana, na ikiwa litakuwa ni kweli, basi tunatumai itaboresha sana hali ya walimu wetu na watakuwa na afueni kubwa. Na watakuwa tukiangazia hii jamii sasa, wanachukulia vipi hao walimu wa madrasa, jamii ya sasa? Wallahi jamii, kuna baadhi ambao Sheikh Yusuf ambao wako very serious na watoto wao, wanawaheshimu sana walimu na wanawaenzi kwa kuangalia kwa hali na mali, kwa sababu wanajua ile thamani ya mwalimu. Maana hakuna mtu zaidi ya mwalimu bwana. Sisi sote hapa tuliokaa hapa tumepitia kwa mwalimu. Mwalimu ndio alitufanya sisi tukafika hapa tulipofika. Kama si mwalimu tungekuwa hatujijua tutambue. Kwa hivyo ni mwalimu sasa, jamii lazima wawatambue sana, kwa sababu ni watu ambao kwamba subhanallah, yani Mwenyezi Mungu amewajalia yani, na ni kazi ngumu kwa hakika. Kwa hivyo jamii lazima iwatambue na iwaangalie kwa hali ya juu sana, japokuwa kwa hivi sasa halijakuwa hilo jambo, lakini tupigania insha Allah, na tuwaombea Mungu tuingiwe na fahamu ya kulifanya hili jambo, walimu wetu wapate afueni ya maisha yao, ya kuangalia kama wanavyokuwa wengine mashallah. Yani kama walimu wa shule tuwaona kidogo, yani wanawe ile hadhi yao iko juu, na hao walimu wa madrasa pia wafikiriwe jambo kama hilo, na watu wathamini, na ni watu muhimu sana katika hiyo. Tukiangalia pengine katika walimu wa madrasa na walimu wa shule, tufanye contrast kidogo. Wote ni walimu, na tunajua dini ni muhimu, tuseme iko na ukubwa zaidi. Ndio kama ni kubwa, yani iko na ukubwa zaidi kulingana yani hizi elimu za kidunia, kwa uwezi yani unafaa utafute elimu kwa njia yote ile ili kufanya. Sasa tukiangalia walimu wa shule pengine mshahara wao uko juu, na walimu wa madrasa mshahara wao uko chini sana. Wale walimu wa madrasa hata hawana ama 1000 kwa mwezi. Maskini wengine hata mshahara hawana. Shakusi atafanya nini 1000? Wallahi, na anaishi na familia. Wallahi kwa hakika kuna wengine hata mshahara hawana. Shakusi, wallahi wanasomesha watoto hivi. Ni wazazi wenyewe tu wakitaka kumtunukia kila mwezi pengine wampe pesa kadhaa, 200 300, ndio azikusanye apate kula na kulipia nyumba. Kwa hakika ukiwaona wallahi wako kwenye wahaka, hawako ile yani wametulizana. Lakini alhamdulillah kwa vile ni walimu na wao wana ilmu, basi wanakuwa kidogo na ustahimilifu, wanastahimili ile hali ilivyo. Lakini sasa kuna wengine maskini
hawana njia Sheikh Yusuf, lazima wasaidike. Basi ni sisi tufanye juhudi kama jamii, tuwe tukiwaangalia walimu wa hali na mali, maana walimu ni watu muhimu sana, especially walimu wa madrasa. Nao swala asema walimu wa madrasa anafanya dawa na dawa alipwa na Mwenyezi Mungu, kwa hivyo huyu mwalimu afai kulipwa. Nalo hilo swala hapo nasema, pengine katika maoni yako kwa ujibusie inshallah. Dawa italipwa na Mwenyezi Mungu, na Mwenyezi Mungu asema na sisi tujitahidi kama vile tunavyowalipa walimu wa shule, na hawa pia lazima tuweke controls. Na wale walimu walikuwa kwa hata hawalipishi watoto karo, ni utalipa pesa ya Alhamisi, pesa ya Maulidi, pesa ya Alhamisi. Alhamdulillah, na watoto wanatoka wanafunzi wa kikweli leo, madokta, mafilosofa, maprofesa, wa mabusinessman wakubwa, kwa sababu waleka ile itikadi ya kuwaheshimu wale walimu. Sasa leo sisi walimu wa madrasa especially tumeweka kando, ndio naona hizi madhila yote tunayoyapata hapa. Ushaona sasa, mpaka tuzisafishe roho zetu na tuwafahamu wale ni watu ambao watakatuwape kipaumbele, wallahi mambo yatanyoka. Kwa maoni yako, pengine swali limetoka tu hivi. Kwa hiyo kimaoni yako, pesa ya chini kabisa mshahara wa walimu wa madrasa nafaa kama ngapi? Ya chini kabisa kulingamana na current situation ya sasa. Pesa ya chini kwa vile wale wakula wanavyolipwa, pengine ya chini analipwa almost after taxation labda 50,000. Why not na hawa pia wasipate kama hivyo? Maanake ana familia yake ataka kuiangalia, ana nyumba atakalipwa, kuna taa, electricity, kuna chakula, provision. Ushaona? So kama alivyosema huyu ndugu yetu alotangulia hapa Darus, kulingamana na vile ilivyoanza na walimu secular education, sisi sasa mpaka tukabe mikanda yetu tuakaze, tunatuwajue walimu, tuwajue kina nani. Walimu pia waangaliwe kimishahara, wapate kuyakidhi mahitaji yao vile vile inshallah. Lao tutawatenga walimu na sisi tutapata tabu, tutadhalilika kikweli kweli. Kama sisi tunavyoheshimu skuli ikifunguliwa tuna wingi, pengine mimi nasema ni mmoja wao pia, Allahu yaalam, lakini lazima walimu, manake mimi nakwambia tunsomeshwa na walimu. Mimi nasomeshwa kwa mwalimu sina. Hakuna hata siku moja ati ankuja speed visa na wasomeshwa ufukuzi wala nini. Skuli leo wafukuzwa. Skuli wafukuzwa. Madrasa hakuna mtoto utasikia mfukuzwa kwa fees. Na mwalimu bado wako vile vile. Sasa mimi kwa majina naitwa Coach Talib Ali Yusuf. Niko national swimming coach, ni mzazi na ni mwalimu, na alhamdulillah ndugu yetu Profesa Dr. Hamad Darus pia ameeleza vizuri hapa. Ingekuwa tumempata vizuri na wakati angetupa faida nyingi sana. Mimi nitaongezea moja au mbili tofauti ya shule zetu na madrasa. Naam. Shule zimepawa kipaumbele kama alivyoeleza yeye, kwa sababu tuna tamaa na maisha. Hatusemi kwamba watu wasisome shule, lakini ni kwamba mtu akimaliza kusoma shule atapata kazi nzuri, atakuwa na kipato kizuri. Na upande mwingine madrasa zimefanywa chini mpaka walimu pia mishahara kidogo, kwa sababu fees zenyewe kidogo. Huwezi kupatia watoto walimu mshahara mkubwa kama fees ziko chini. Lakini kitu ambacho tunaweza pengine kufanya ni kama ingekuwa kuna Baitul Mal. Sasa tunaweza kusema Kenya wakfu ingekuwa yatumika vizuri, walimu wa madrasa leo wasingedalilika. Walimu wa madrasa wangekuwa kuna wakfu nyingi sana. Kuna misikiti na wakfu, kuna madrasa zina wakfu, lakini hatuzioni zikitumika kisawasawa. Lao ingekuwa zatumika kisawasawa, walimu wa madrasa wasingekuwa maana imefika mahali mpaka mwalimu wa madrasa kenda mahali kuposa, au akiulizwa akisema mwalimu wa madrasa huyu tamlisha nini? Ustadhi huyu tamlisha nini mwana wetu? Tampa Qurani. Na maneno yako haya kwenye mshtama wetu. Hilo tofauti ni hizo. Lakini ikiwa leo tutaipa madrasa mbele, na kuna kiwango fulani, kuna madrasa ambazo nyingine zimebunishwa, zimeboreshwa zaidi yani, na si kama zamani. Kunao mahali ambapo madrasa kidogo zimekuwa afadhali, kama mfano hizi za tahfidhul Quran. Watoto wengi siku hizi, tajiri maskini,
wanapeleka watoto wao kuhifadhi Qurani, alafu wakimaliza wanarudi shule, ambao imeleta mwamko kiasi kikubwa pia. Na nitagusia kitu kingine ambacho ni timing. Shule imechukua time nyingi sana. Madrasa time zake ni kidogo, maghrib mpaka isha, labda na weekends. Saa nyingine na weekends pia kuna shule nyingine ziko wazi. Alafu na hapa katikati sasa kuna michezo. Mimi mwana michezo lazima niangalie pia upande wa watoto kufanya michezo na nini, kwa sababu shule pia zavutia zina michezo. Madrasa hazina michezo. Shule kuna mambo mingi ambayo yavutia mtoto mdogo. Ukimpeleka siku ya madrasa pengine zakalia hataki kwenda, lakini shule yuko tayari kwenda, na vile anavyotayarishwa pia pale nyumbani. Unaweza kuona mtoto mdogo class 4 ama 5 kuanzia alfajiri, wewe enda kuswali alfajiri, yeye asubiri school bus mpaka saa hizi magharibi ndo utaona mtoto atolewa arudishwa. Sasa huyo mtoto kama ni skuli ambayo si ya Kiislamu, alfajiri pengine hakuswali, dhuhuri hatoswali, alasiri hatoswali, na magharibi akija nyumbani papa madrasa, pengine pia magharibi itapita. Sasa wazazi lazima tuangalie sana hizi shule ambazo tutapeleka watoto wetu kwa time na nini. Alafu sasa lazima kuwe na time pia watoto wapate time ya kucheza. Sisi zamani tukisoma skuli zikianza 8, kengele ikilia 8 mpaka 12, tukibreak 2 hours mpaka 2 o'clock tuanza tena class mpaka saa 10. Saa 10 tukitoka kuswali kirani kama wapi, magharibi tuenda zetu madrasa. Sasa hii madrasa impawa kama second option ni mwisho kabisa. Na mtu anaweza choka katikati akasema siende. Sasa mimi na watoto wangu wakifika class 8 ama form 4 inakuwa sasa masomo mengi. Na tuna akili kwamba tutasema dini yaendelea, utasoma tu baadaye, lakini skuli ikishakupita hii ndio na ukiangalia sengine ni kitu ambacho cha nini. Na siku hizi alhamdulillah kuna mpaka madrasa za online. Kuna Qurani watoto za kusoma online, ambapo lazima vitu kama vile vikiwekwa vinakuwa ni optional sasa, na vinakuwa vinajazia hii pengo pia. Naona kwa hivyo napendelea madrasa zilete yani mabadiliko kidogo pale madrasa, kuwe na mfumo badilike wa madrasa, mabadiliko yani watoto wao watafutika. Wajua saa nyingine kama mimi watoto wangu wenza Markaz Nur, wakati kwa wakati saa nyingine huwa wanakwenda kucheza mpira, lakini ni mara moja pengine kwa tamu labda au mara mbili. Lakini ikiwa yaweza kuwekwa time ambao kunao ile time ya mchezo na vitu kama vile ambavyo vitavutia pia wale watoto kuja pale madrasa, wataipenda ile madrasa pia. Waipende ile madrasa. Yani ile kusoma pia muradi itakuwa pale. Inshallah. Mimi naona maoni yangu ni hayo. Shukran sana. Barakallahu fik. Lakini mimi nikipenda kurusha hili swala kwa hawa wabunge wetu, wanasiasa. Tena nikisisitiza hapa Mombasa wengi wao ni Waislamu, lakini basari zitapelekwa maskuli. Mbona zisipelekwe na madrasa? Basari zingekuwa pesa zaelekezwa madrasa, kwa sababu wengi wao fees hawalipi madrasa. So ingekuwa basari zinaenda madrasa, ingekuwa sahali, walimu wangeweza kupata pesa nzuri, wangeweza kulipwa mishahara. Kwa hivyo mimi na insist kwenye wanasiasa, mbali na basari za skuli, mtupatie na basari za madrasa. Kwa hayo nafikiri itakuwa tumewasaidia walimu pakubwa kwenye hilo. Nafikiri kama wenzangu waliotanguliza kueleza katika hali au na maoni ambayo yanafungamana na walimu wa madrasa. Kwa hakika katika yote ambayo kwamba yaliyozungumzwa ni mambo ambayo kwamba muhakama, ni mambo ambayo kwamba lazima yavaliwe njuga kisawasawa kulingamana na walimu wa madrasa. Leo walimu wa madrasa ukiangalia hali ambayo kwamba ilivyo, tukisema wako katika idhilali pia hatujakosea, kwa sababu kile kipato ambao wanatopewa walimu wa madrasa ni kipato ambacho kwamba kiduni kabisa, hatuwezi kuwafikia katika malengo ambayo kwamba ya kuweza kupeleka maisha yao sawa. Hilo ni jambo la kwanza. Jambo la pili, masikitiko makubwa ambayo kwamba leo tunayaona zaidi
kwa hichi kaunti yetu ambapo kwamba tukisema kaunti ya Mombasa hii ambapo kwamba tuko hapa leo, majority ya viongozi wetu wote ambao kwamba wanatawala ni wote ni Waislamu. Na hili jambo kama hili walikuwa wao ni wajibu walipe kipawa mbele kulingamana na maimamu, kulingamana na walimu wa madrasa, waweze kuwapa kipaumbele wale walimu na wao waweze kumiliki katika kile ambacho kwamba kinachotakiwa katika sharia pamoja na familia yao. Lakini utaona jambo kama hili bado halijasimama kwa Waislamu leo au kwa viongozi wetu wa Kiislamu kuweza kutekeleza majukumu kama haya. Na jambo la tatu vile vile kama wenzangu leo watanguliza kuhusu masuala ya basari. Leo walimu wote, kila walimu kuna watoto, wengine wana watoto 10, wengine wana 5, na leo alhamdulillah kuna Mwenyezi Mungu kila mmoja vile alivyomjalia alivyomruzuku. Na leo kuna watoto ambao wako ngazi juu, kuna wengine wako university, wengine wako secondary, wengine wako kila mahala. Lakini utaona leo walimu wanapata tabu, wanahangaika kutaka kuwasomesha watoto wao mpaka wabidi wakaombe pengine kwa sababu ya kutaka usaidizi. Na ile hali ambapo kwamba kulikuwa kuna uwezekano katika hizi basari ambazo kwamba zinazotolewa, kwanza waangaliwe aula walimu wa madrasa waweze kutulizwa, kwa sababu dao wanaotumikia umma kwa kila upande, ndio wanaoleta dawa kwa kila sehemu. Leo wako madrasa, wengine wako misikitini, wengine. Lakini naona hii jambo kama hili bado halisawa. Tutaiomba serikali au kwa jumla kaunti ambapo kwamba ya Mombasa jambo kama hili walifungulia mato zaidi, hususa kwa walimu, na wao walimu waweze kuangaliwa katika miradi ambayo kwamba inayotolewa ya serikali, na walimu nao pia waingie katika fungu kama hili. Hili ndio maoni yetu ambapo kwamba sisi tunapendekeza, ili walimu wa madrasa waweze kutambulikana kama walimu wengine ambao kama walimu wa shule na walimu wengine ambao kwamba wanafundisha. Shukrani. Kwa kumalizia, kuna swala ambalo Coach Twalib ametoa mfano. Amesema walimu wa darasa akienda kuposa kwa mfano. Ulizoona fanya kazi gani mwalimu wa darasa kwa tayari ni kama umekataliwa. Iko vipi? Hili swala ambalo kwamba mimi mwenyewe nimeliona. Si swala ambalo pengine la kusikia. Mimi mwenyewe nimetukuliwa mahala ambapo kwamba kwenda kuposa, na swala kama hili tuliloingia, swala la kwanza tuliulizwa kwamba huyu bwana yuwafanya kazi gani. Na sisi hatukufita tukasema kwamba huyu bwana ni mwalimu wa madrasa. Jawabu tuliopewa, tuliambiwa endeni kisha tutawajibu. Lakini jawabu ambao kwamba ilipokuja baadaye tulipigwa chenga, lakini tukajua kwamba ule lango tuliokwenda hawamtaki mwalimu wa madrasa, kwa majua mwalimu wa madrasa ni mtu ambaye kwamba kipato chake kiko chini kabisa. Mashaallah. Hili ndilo ambalo kwamba sasa kwa ile hadhi ambayo kwamba kipato cha mwalimu wa madrasa au imamu wa msikitini, basi kuna mahala pengine akienda kudubisha basi hatambulikane kabisa. Lakini hii sikutaka kwake, bali ni uwezo wa Mwenyezi Mungu, na wapi Mwenyezi Mungu inshallah atawapa nuru na atawafungulia inshallah. Shukrani. Alhamdulillah rabbil alamin. Penzi mtazamaji wa TV Halal Charity TV, nifika tamati ya kipindi cha leo. Hii ni silsila ndefu sana, na biidhnillah kwa uwezo wake Allah subhanahu wa ta'ala tutaweza kuzidi kuliangazia zaidi na zaidi ya topics ambazo zinahusu Waislamu wetu haswa katika mji wetu huu wa Mombasa inshallah. Nipenda kushukuru wazee wetu wa Buli la Kahawa ndani ya Fort Jesus kwa kuweza kuchukua wasaa wao na muda wao kuweza kutupatia maoni yao kuhusu swala hili zima la walimu wa madrasa na hadhi yao kushikishwa na vile hadhi iliyopo biidhnillah taala. Kwa wako al-akh Yusuf Musa, na nyuma kamera ndugu yangu Hassan Adam Yusuf. Shukran, jazakumullah khair. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.